Katika mji wa Moshi, chini ya kivuli cha mlima Kilimanjaro, anaishi kijana mmoja anayeitwa Tariq, mtu ambaye maisha yake yalibadilika kabisa usiku mmoja wa giza na hofu. Mimi nilimwagiwa tindikali tarehe 5 mwezi wa 3 2022 katika mtaa wa Shanty Town. Tariq ni kijana aliyekuwa na ndoto nyingi, mwenye matumaini na maisha ya kawaida kama wengine wengi. Nilikuwa najihusisha na biashara ya utalii. Nilikuwa tour operator. Lakini ndoto hizo ziligeuka kuwa jinamizi baada ya kukataa ombi lisilo la kawaida. So siku nyingine anaamka asubuhi nini, anaenda ananunua breakfast anatuletea. Ombi la mwanaume mwenzake kutaka kuwa naye kimapenzi. Siku moja akaniambia bana, sorry mimi kuna kitu nataka kukuambia lakini nataka iwe siri. Akaniambia bana, mimi nimetokea kupenda, mimi nataka uwe mwanaume wangu. Jibu lake la hapana likawa chachu ya tukio lililoharibu maisha yake pale alipomwagiwa tindikali usoni. Tendo lililopoteza uso wake wa asili, lakini lisiloweza kumnyang'anya utu wake. Angalia pembeni namuona mlinzi ameegemea kifimbo chake. Nadhani yeye sijui alikuwa anaona labda mimi ni mlevi au nini. Ona na papasi niomba msaada nini. Anaangalia nikajikongoja hadi pale mimi. Leo tunasikia sauti ya Tariq, tukichunguza si tu maumivu aliyopitia, bali pia nguvu ya kusimama tena, kuishi na kusamehe katika jamii ambayo mara nyingi haina huruma kwa walioumia. Ipo siku sitakuwa uso wa dunia tena. Umeelewa? Na pia naamini kwamba kuishi ni kama bahati. Hii ni hadithi ya Tariq wa Moshi, simulizi ya ujasiri, maumivu na matumaini mapya baada ya giza. Hofu yangu katika Mwenyezi Mungu ndio ilinifanya nikataa hivi vitu, and then kwenye kukataa nikapata punishment kama. Kwa hiyo mimi naona ni kadari za Mwenyezi Mungu. So kwa so issue tu, mwisho siku Mwenyezi Mungu ndio ataamua. Yes, mambo vipi mtazamaji wa Ricky Media? Mimi naitwa Ricky na hii hapa ni Ricky Media. Nimekuja kumtembelea kaka yangu Tariq kutokea Kilimanjaro Moshi huku kwa miaka miwili kama sikosei mitatu miaka mitatu. Tariq alipata changamoto kidogo, na changamoto hiyo imempelekea mpaka kaenda India kutibiwa na vitu vingine vingi. Sasa nimekuja kumtembelea kidogo aje kutuelezea, lakini pia nini ambacho sasa hivi anakihitaji kutokana na kumwezesha yeye aweze kurudi katika hali yake ya kawaida, kwa sababu bado challenge bado anakutana nayo. So tutafahamu kidogo background, nini ambacho kilitokea mpaka sasa hivi yupo katika hali gani. My brother Tariq, mambo vipi? Poa sana brother. Uko fresh? Niko poa sana. Nafurahi kuona at least nimefika hapa tukazungumza kidogo, hata tabasamu lako nikaliona. Karibu sana bro, karibu sana. Asante sana, pole sana kwa changamoto. Shukrani brother, shukrani. Mimi nakufahamu kama Tariq, pengine ile full name pengine mtakufahamu. Okay. Mimi naitwa Tariq Awaz Kipemba. Ni mzaliwa wa Moshi Kilimanjaro. Na nilikuwa najihusisha na biashara ya utalii. Nilikuwa tour operator, miliki wa kampuni iliyokuwa inajulikana kama Gabaza Safaris and Company Limited. Okay. Yeah. Okay. Sawa, biashara ya utalii umeifanya kwa muda gani? Nimefanya biashara ya utalii nadhani hadi sasa hivi ni kama miaka 7 au 8 hivi tokea nimeanza. Kwa kabla kupata changamoto ulikuwa na miaka 4 kwenye soko ile. Exactly. Okay. Yeah. Yes bro. Sawa, Tariq, pengine mtu anaweza ka link up sasa. Naam. Kutoka kwenye kazi ya utalii mpaka Tariq anakuja kupata changamoto za kumwagiwa acid. Yeah. What will happen? Actually labda nielezee tu kwa kifupi kidogo kwa watu ambao hawajatazama kupitia Ricky Media. Mimi nilimwagiwa tindikali tarehe 5 mwezi wa 3 2022 katika mtaa wa Shanty Town. Mtu aliye nimwagia tindikali alikuwa ni mtu ambaye nilikuwa naishi naye katika compound moja hapo nilipokuwa nimepanga. Na huyu jamaa alikuwa amehamia, si kwamba ni mtu ambaye labda nilimkuta pale. Mimi nilikuwa nimekaa kwenye ile nyumba kwa miaka 5. So huyu jamaa alikuwa amehamia na alikuwa ametoka from Dar es Salaam. Lakini kipindi hicho mimi mara nyingi nilikuwa nashindaga nyumbani. Na ni kutokana na changamoto ambazo nilikuwa nazipitia za kibiashara. Manake kama mnakumbuka ni kipindi ambacho pia corona ilikuwa inaelekea kuisha kabisa at that moment. Kwa hiyo kipindi ya corona mimi kidogo nilipitia crisis sana za kibiashara. Taasisi nyingi zilipitia. Exactly. Kwa hiyo mara nyingi mimi nilikuwa
nakaga nyumbani kutokana na mambo yalikuwa mengi sana. So kipindi naishi pale mara nyingi sana nilikuwa nashinda nyumbani. Sasa huyu jamaa akati anahamia mimi sikumuona. Lakini baada ya siku kadhaa nikawa namuonaga pale. Ni hatakuwa tunaongea tukua na mazoea yote. Nadhani kuna siku moja akanisemesha. Akaambia mambo vipi bro, uko poa? Niko poa fresh. Akaambia bana mimi naitwa, nitamtaja jina actually maana kipindi ile sikumtaja, ila sasa hivi nitamuongelea. Akaambia bana mimi naitwa Omar. Nimetokea Dar es Salaam, nimehamia hapa bana. Wewe unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Tariq. Akaambia poa bro, samahani kama utojali, mimi naomba unisaidie namba yako, narudi night mara nyingi hapa nakuta kumefungwa na mimi hamna mtu hata mmoja hapa ndani anamfahamu. Naomba unisaidie namba in case nikirudi late naomba unifungulie. Akaambia poa, haina noma. Sikuwa naishi maana mimi nilikuwa nakaa nyumbani sana. So nikampa namba, kaga kija kweli anacheki hivyo. Tukazoeana. Siku moja akaniuliza unajihusisha na nini bro? Mara nyingi nakuona sana unashinda nyumbani, unafanya shughuli gani? Nikamwelezea, nikamwambia mimi nafanya biashara ya utalii na nilikuwa najihusisha na utalii na kampuni yangu inaitwa Agabazat Safaris and Company Limited. Akaambia sasa mbona most of the time unakuwa nyumbani, inakuwaje? Nikamwambia actually mimi nakuwa nyumbani, nafanya pia kazi nyumbani, lakini pia nina ofisi, lakini siendi ofisini kutokana na changamoto nazozipitia. Akaambia naelewa corona imezengua sana, mimi mwenyewe nina foundation iko huko Same, tunatoa misaada kwa watoto yatima, tunasaidia. Kwa naelewa situation nzima. Akaambia so vipi ofisi umefunga? Nikamwambia ofisi sijafunga, ila sendagi tu mara nyingi mimi nakuwa nyumbani nafanya kazi zangu hapa. Akaambia basi poa, mimi nina wafadhili wangu ma Godfather ambao watakuja December kutembelea project zangu. Kama vipi mimi nitakuconnect nao, maana na mimi na watu watataka kusafiri na kutembelea National Park, na nikamwambia na normal fresh. So akanielezea project yake anafanya. Alinielezea in detail, nakumbuka alinitumia hadi na videos nani. Nikamwambia hongera, unafanya kazi nzuri katika jamii. So from there tukawa na ushikaji ule wa kuchati mara kwa mara. Nakumbuka siku moja akaniambia hebu nitumie website yako nione, nataka niwatumie hawa wafadhili wangu ili waangalie. So unajua kwenye utalii sisi website ndio ofisi. Kwa sasa na mimi at that time pia website yangu ilikuwa imeshushwa na Google. Unajua tunalipia domain and hosting. Kwa nilikuwa na deo hela nyingi kidogo. Kwa mimi nikamwambia bana mimi website yangu haiko hewani. Kwa hata nikikutumia hawa watu hawezi kupata access yote. Lakini kuwaaminisha mimi naweza nikakutumia linki, then wao wakaangalia linki ya TripAdvisor kule ambapo watu wanaweka review, then wakaangalia wakajiridhisha, and then wanaweza kanicheck direct, mimi nikawapa package zangu au tukafanya tailor made. Akaambia hamna shida. So nikaja nikamtumia ile link. Na akaja tena akakaa baada ya muda akaniambia wale watu watakucheki. Nikamwambia ina normal fresh. So walinicheki au Godfather yake na nini, tukaongea pale na nini, nikawapa baadhi ya packages. Sasa jamaa akaniambia lakini unajua kiprofessional lazima uwe na website bana, ili wageni wengine nini waweze kuona unachokifanya. Nikamwambia ni kweli, lakini sasa at this time inadaiwa na inahitaji kama $1,500 ili niweze kurudisha website yangu na kila kitu. Akaambia basi poa, mimi nitakukopesha hii pesa, alafu wageni wakija nini mimi najua atakulipa, utanirudishia. Nikamwambia fresh. So tukaenda, akaambia bana nipe kama wiki hivi mimi nitakuwa nishapata hela. Nikamwambia fresh. Kwa tukaendelea kupigana simu kawaida na nini. Nakumbuka nikamintroduce kwa washikaji zangu ambao tulikuwa tuko pale uani, majirani wale ambao tuna urafiki. Kwa akawa na urafiki na watu wote pale, na kuna mshikaji wangu mmoja alikuwa anaishi Ujerumani. Alikuwa ameoa huko, anaitwa Steven, ambaye alifanya interview ile mara kwanza nilipopata tatizo nilipokuwa KSMC. Kwa nikamintroduce pale kwa Steven na nini, akawa marafiki na watu wote pale. Sasa huyu jamaa huyu Noeli, yeye aliishi Ujerumani for 7 years according to yeye alivyoniambia. Kwa alikuwa anaongea Kijerumani, na nilikuwa alipokutana na Steven wote wakawa marafiki. Unajua ile kwa sababu wote huko Ujerumani na nini na vitu kama hivyo. So tukawa kama familia bro. Na tulikuwa tunaishi magetoni pale na mabachela, yani tukawa kama familia. Baada ya wiki, kumbuka siku hiyo akanicheck pale asubuhi, akaniambia bana naomba unisindikize benki. Nikamwambia fresh. Nikamsindikiza, ilikuwa ni CRDB pale Mbuyuni. Tukaenda naye pale,
ndo nadhani alikuwa ametumiwa sasa hizo hela za project na wafadhili wake, au ilikuwa ni euro 25 ambao alitumiwa, ambao ni kama milioni 60 at that time. So jamaa akatoa zile hela akazitransfer kwenye account yake nyingine, akanipa 500,000. Akamwambia 500,000, hebu mpe mtu wako wa IT kwanza aanze, alafu hiyo 2.5 milioni nitakumalizia kama baada ya wiki 2. Dola 1,500 kipindi ilikuwa ni kwenye 3 milioni. Akamwambia fresh, akanipa 500,000, mimi nikamtumia mtu wangu wa IT. Akamwambia bro, hebu anza zile process za domain kule kama tunaweza tukazirudisha na nini. Akaniambia poa, kwa nikamtumia yule mshikaji. So baada ya hapo you can imagine tukawa washikaji kabisa, unaona. Sasa baada kama hizo wiki 2 hapo katikati mambo yalikuwa yanaendelea, akana nitumia message ambayo sasa kana shindwa kuelewa, unaona. Atanitext labda asubuhi, ataniambia good morning blood nini, atanitumia emoji love emoji pale na nini. Sasa mimi ile mitikasi sielewi. Mimi nikashare na washikaji zangu pale, nikamwambia bana, unajua nini, huyu jamaa mimi sielewi hizo message anazotuma. Mshikaji wangu mmoja akaniambia, unafikiria mbali bana, huyu jamaa kaishi nje kwa uzungu mwingi, kwa hiyo unaweza kufikiria nini ukatoka nje ya box. Nikamwambia poa, hebu tuone. So siku nyingine anaamka asubuhi nini, anaenda ananunua breakfast anatuletea, sijui unaelewa zile. Mimi nikamwambia jamaa bana, isee hapa kuna kitu. Washikaji wakunielewa at that time, wakaona kama unajua watu walioishi nje lifestyle na nini. Mimi nikaona fresh. Sasa yule mshikaji, kwa sababu tulikuwa naye kwenye urafiki kama huo, tukumuonyesha doubt na nini, siku moja akaniambia bana, sorry mimi kuna kitu nataka nikwambie, lakini nataka iwe siri. Ni mkubwa kwangu by the way jamaa. Nikamwambia kitu gani? Akaniambia bana, mimi nimetokea kukupenda, mimi nataka uwe mwanaume wangu. Ile kitu mimi kanikata, lakini siku react vibaya. Nikamwambia bro, nimekuelewa, lakini mimi sio issue zangu hizo. Kuna watu ukiwaambia hivyo wako tayari kwa nawe, lakini mimi hivyo sio vitu vyangu, siko interested kabisa huko bro. Nikamwambia basi poa, haina shida, naomba serious mwambie mtu. Nikamwambia ina noma. Mimi nilichofanya, kwa sababu tokea mwanzo nilikuwa nishaona dalili, mimi nikamwambia shikaji zangu, nikamwambia unajua nini, mimi niliwaambia huyu jamaa sio, naona message ambazo ananitumia kila mtu pale, kweli. Kwa from there tukaanza kukaa naye kwa tahadhari. Hatukumtenga, lakini tukaanza kukaa naye tukajua tunakaa na mtu wa aina gani. So pale huyu jamaa alikuwa anaheshimika. Kwanza alikuwa ni mkubwa, ni brother kwetu, na pia alikuwa anaheshimika kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anaweka kwaya sana. Unajua nyumba ambayo anakaa masela ni ngumu kusikia kwaya. Kwa jamaa alikuwa anasikiliza kwaya na nini. Kwa kuna heshima tulimpa mwanzoni na tulimuona kama bro kiukweli, lakini baadaye sasa alivoleta hizo mambo, ile heshima ikakata. So mimi nilipoambia washikaji zangu pale, wakasema basi poa tumpotezee. Miki uhalisia siku mind ile kabisa, kumind na mimi nikaona kawaida, labda mchizi ataelewa. Sasa kumbe kosa lilikuwa hapo, yule jamaa kuishi hapo. Alichokuwa anafanya, alikuwa anaendelea kunitumia message kama ile, kwa sababu mimi siku react kwa akaona kama anabembeleza jamaa atanielewa, yani kama vile unakulikana kama unamuentertain. Exactly, unaona. Sasa siku moja nikamwambia mkuu, naomba basi ile hela nimmalizie huyo mshikaji. Kumbuka ile hela ilikuwa ni mkopo, si kwamba alikuwa ananipa for free. Akaambia mimi nitakupa hela na sitakudai, ila nataka unifanyie favor moja. Nikamwambia favor gani? Aliniambia kitu cha ajabu sana. Akamwambia bwana, mimi nataka uniingilie. Unaona. Sasa mimi hapa ndo niliposhikwa na hasira, kwa sababu niliona jamani leo na nini. Huyu bro ana mtoto wa kiume. Kwa hiyo nikamwambia tu maneno makali. Nikamwambia bro, mtoto wako anajua kwamba ni uko hivi brother. Wanielewa, alafu watu tunakuheshimu, tunakuona mtu wa maana nini, alafu kumbe ndo mambo zako. Mimi nilimtolea maneno makali sana pale, tukabishana na nini. Akanambia angalia maneno yako yatakukost. Nikamwambia mna kitu chochote brother utakachoweza kunifanya, sio utanifanya nini. Mimi nilikuwa na hasira that time bro, that's so wrong. Nika block number ile. Unaona bana, nilipo block number nikaa mimi na Sari tusheka wadui. Sasa huyu mshikaji mara nyingi weekend nini alikuwa ni mtu anatutoa na nini, tunatoka. Si peke yangu, wala mimi na wale washikaji wengine. Sasa mimi waga misitumiki levi cha aina yoyote. Kwa mimi nilikuwa nikitoka na kuwa kama dereva, washikaji wanapiga pombe, wanaenjoy na nini.
mimi niko pale tu kuendesha na issue kama hizo. So nilivyoblock tukatari tusheka ule wadui kwa hata zile out nini, mimi nika stalking out tena akawa tayari ameshanikataa. Unaona, kwa hiyo alikuwa akitoka sasa anawaambia wale washikaji zangu wengine pale, anambia bana huyu jamaa usinajidia handsome boy, mimi nitamharibu sura, nitamlaza kitandani miaka 2, nitamfanya anze maisha upya, nitamloga, mimi mpare wa mabamiamba, kwanza amenirusha hela yangu. Sasa yeye alikuwa ajui kwamba hizi story mimi na share na washikaji. Kwa kana anapeleka kule ukisingizia kwamba mimi nimemrusha na nini. Unaona? Kumbe washikaji wakawa wanamchora, unajua sisi tunakuelewa kila kitu. Kwa washikaji zangu wakawa kiambiwa nini wanakuja wananiambia. Tena walikuwa wananiambia kwa anacheka. Maana jamaa akasema atakuharibu sura, atakuloga. Mimi nikana cheka, anambia bana hamna kitu yote atanifanya. So sure, na nilikuwa najiamini kwa sababu najua ni maneno ya hasira kwa sababu mimi nimemkataa kitu alichokuwa anataka. Sasa ile kaule kuishia pale, wakawa kila akitoka anawaambia au maneno. So siku moja mshikaji wangu akaniambiaje, ila usimblock jamaa, mtoe block. Maana anasema anataka sijui mtengeneze amani, ana amani ya moyo, mnapishana kama gari mabovu pale, anataka mambo meyamalize. Kwa hiyo kama vipi unblock? Mimi nikamwambia Steven, nikamwambia unajua nini, nikimwanblock jamaa ataona tena bado nampa nafasi ya kumsikiliza. Kwa hiyo mwisho siku ataendelea tena kutuma message za ajabu. Afu mwisho siku mimi mtu akishika simu yangu akutana na message kama hizi, haitaleta picha nzuri. Kwa hiyo yani abaki huko kwenye blacklist. Na akamwambia basi poa fresh. Sasa haikuishia pale. Chuki na nini hazikuishia pale. Mimi nikaendelea na maisha yangu. Wakawa wanatoka hivyo kila kileo anawaambia washikaji, yule jamaa mimi anijui, huyu jamaa ni mpare. Kwa alikuwa anamwambia Steven, ambiere mimi ni katili, kwanza uko dau uko Tegeta nimeshachoma mtu mkuki, huyu jamaa anijui, yani nitamfanyia unyama. So unajua si wote hatukuchukulia serious, unaelewa, tulijua huyu jamaa ni shoga amekataliwa hivyo, kwa hakuna hata mmoja alichukulia serious. Yani washikaji walikuwa wananiambia tunacheka hivyo. Siku moja akamchukua Emmanuel, ambaye Emmanuel alikuwa ni mshikaji wake Steven. Na Steven alimuita kutoka Dar, akamwambia bana nataka uje kuwa manager kwenye kampuni yangu, maana walisoma naye mwaka Wildlife. So Emmanuel siku hiyo akachukuliwa na huyu Noel Omar Kipesha, akawa anaenda huko Sami kwenye project zao. Njiani akanunua mkuki, akasema huu mkuki unakuchomea nao mtu pale ghetto. So unajua washikaji wote walikuwa wanajua kabisa target ni mimi. Unaona bana, wakarudi wakaniambia bana jamaa kanunua mkuki kwenye njia ya utani kabisa. Tukaa tunacheka pale na nini. Sasa siku moja nakumbuka walikuja bodaboda wengi sana pale home pale, wakawa wanaamsha zile makelele na nini. Mimi nikasema kuna issue gani, nikatoka nikakuta, ngambia zee hapa ni watu wanaishi kelele bana. Unaona design, wakanipimia alafu wakaacha kupiga zile kelele zao zile amshamsha. Alikuwa kuna mshikaji, mimi nikarudi zangu ndani. Sasa kumbuka huyo jamaa kuna maneno alishayaongea kwamba ataniharibu sura, atanilaza kitandani miaka 2 na nini. Kwa hiyo wiki iliyofuata mimi nilikuwa nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumamosi, nilienda kwenye restaurant moja inaitwa Maembe restaurant, iko Moshi pale. Nilienda pale mchana, kana napiga zangu sauce na nini. Baadaye wakaja washikaji zangu wakina Steven na washikaji wengine wengi tu wakaja hapo Maembe. Waga ni restaurant ambayo sometimes kuna kuwaga na music na vibe na issue kama hiyo. Kwa mimi nikakaa pale na washikaji na nini, ikafika usiku kukaa na baridi, nilikuwa nimevaa t-shirt tu. Nikamfuata mshikaji mmoja ambaye ni rafiki yake Steven, anaitwa Dave. Nikamwambia bana Dave, hebu ngege yako on time ningie home nikachukue koti na rudi. Akamwambia sorry bro, mimi mwenyewe kuna watu hapa nawasubiri, haitawezekana. Nikamwambia na noma. So mimi nikatoka nje nikachukua bike, bodaboda ambaye simfahamu. Nikamwambia bana bro nipeleke Shanti, akanipeleka Shanti pale nini. Nimefika Shanti nikaingia msikuingia ghetto, nikaingia kwa mshikaji wangu wa pembeni Dr. anaitwa Arnold. Nikapiga naye story pale nini, akaeka movie bana. Nikamwambia hiyo movie mimi nishaicheki. So mimi nikabalisha mawazo pale maana washikaji walikuwa wakitoka pale Maembe wote wanakuja Amos. Sasa Amos na mimi ninapokaa ni walk distance ya kama dakika 10. Kwa nikaona nichukue tena koti nirudi tena Amos na nini, ni kipengele. Mimi ni bora tu
ni wahi hapo Amus washikaji wanikute pale. So ile daktari alipoweka ile movie nimwambia nishaicheck hii movie, akaambia basi poa, ina noma, ngoja nioshe zangu vyombo. Akatoka zake kuosha vyombo. Mimi nikatoka nikaliangalia geto langu kabisa ile hapa, lakini nikaa nataka kuingia, nafsi na sita. Unaona bana, nakumbuka nilikuwa nimevaa raba zangu, nikavua pale nje, nikachukua kuna viatu nilivyokuwa pale nje nikavaa, nikatoka zangu. Sasa wakati natoka kuna mshikaji mmoja daktari naye akatoka bana, bana mimi naenda Amus nikusogeze. Nikamwambia wewe nenda tu, mimi natembea mdogo mdogo. Akaniambia poa. Mbele tena mshikaji mwingine akaa yuko na bike, akaniambia bana twende nikusogeze. Nikamwambia mimi natembea. Ni sehemu ambayo mimi natembeaga sometimes hata usiku wa manane. Ni karibu sana napoishi. So kwenye kutembea mdogo mdogo nini njiani nikapishana na bajaji. Unaona bana, mbele kidogo nikapishana na bodaboda. Hiyo bodaboda ilikuwa inapakia watu wawili. Sasa nilipoona ile bodaboda mimi nikajua labda ni vibaka wa simu. Maana nilikuwa nachezea simu na nini, kwa hiyo ikabidi nizime simu yangu niweke mfukoni. So nimegeuka nyuma, yule bodaboda mmoja kama akamshtua mwenzake bana, kama kumpa sign ndo huyu jamaa, unaona. So akashuka chini kidogo, kulikuwa kuna junction, kuna njia mbili ambazo ni vichochoro vyote. Wakaingia kulia. Nadhani kama ni kuna mtu alimshusha pale, alafu wakarudi. Sasa wakanipita mimi mdogo mdogo. Mimi sio nisheka simu mfukoni, natembea zangu kujiamini kabisa. Wakaenda mbele. Sasa mimi naendelea kwenda mbele kabisa hivi kuna barabara ya lami ambayo kwa upande wa kushoto, nyumba ya kwanza pili kuna baa pale inaitwa Mimi's. Baada ya hiyo Mimi's ndo hiyo Amus. Sasa pale kuna mwanga. Kwa wale jamaa wakaenda kwa mbele yangu, wakakata mbele yangu, huyo mmoja kama ametoa kibobo hivi. Mimi vyote naviona bro, lakini sijui ni nini. Unaelewa? Yaani sina idea. So alipotoa kile kibobo wakarudi. Kwa wakapishana mimi kwenye ule mwanga. Taratibu mimi natembea taratibu na wako taratibu. Yule jamaa nyuma akanimwagia usoni. So wakati amemwaga, kwanza nilivyoona tu jamaa anarusha kile sasa kwenye ile kukwepa, mimi tayari imeshanipata. Ikanimwagikia usoni. Iliponimwagikia usoni sasa ikanichoma, mimi nikajua basi hii ni tindikali. Kwa hiyo nikaanza kupiga kelele pale na nini, watu hawakunisikia. So yule jamaa mwisho alikuwa kama amesimama naye, nadhani akawa anajikumuta, maana nadhani ilimdondokea kwenye mkono. Unaona bana, kwa hiyo nikana natambaa huku nafungua macho na kufunga. Sikutaka kufungua macho moja kwa moja kwa sababu nilikuwa nahofia itaingia ndani yote. Unaona, kwa nikana nafungua na kufunga huku na papasa. Nikiangalia pembeni namuona mlinzi ameegemea kifimbo chake. Nadhani yeye sijui alikuwa anaona labda mimi ni mlevi au nini. Kwa na papasa hivi naomba msaada nini, ananiangalia. Nikajikongoja hadi pale Mimi's. Nikafika pale kwa bahati nzuri nikakutana na Wasamaria wema pale. Wakawa wananimwagia maji. Sasa wanifahamu. Sio t-shirt yangu imeshatoboka. Kwa bahati nzuri kulikuwa na bro mmoja pale, brother yangu namfahamu. Anaitwa MC Balozi, akaniona akaniambia mimi namjua bana. Tariki shida nini? Nikamwambia se bro, mimi nahisi nimemwagiwa tindikali. Akaambia ingia kwenye gari nikupeleke. Unaona bana, akanichukua akanika kwenye gari yake. Hapo na KSMC ni 10 minutes na hospitali ya KSMC. Akanichukua akaniwaisha hadi KSMC pale. Nimefika KSMC, mimi naona brother bado. Unaona? Sasa ile acid inanichoma kweli yani. Afika pale nimepanic yani, naambia wale madaktari nitaona kweli. Madaktari nurses ambao walikuwa on duty pale wakawa wamerelax, waambia utaona hamna shida. Akanichukua akanichoma sindano, nadhani ile sijui ni ya maumivu pale. Baada hapo nesi mmoja akatoka akamwambia nenda pale jioshe, kulikuwa na sink. Sasa mimi naenda pale kwenye kujiosha, nashika kichwa, naona kichwa kimevimba. Unaelewa bro? Alafu sasa uso na maumivu. Kwa maji kujiosha yale mimi nikasi jioshi vizuri. Unaelewa, ukiwa na maumivu na kwa mimi kama nasambaza yale maji. So nikaa natoa acid upande huu na ameshia huku. Unaona bana? Kwa kumbe inazidi kuwa mbaya zaidi. Huku kwenye mikono, mimi huku sikumwagiwa acid. Huku nilikuwa najifuta. Unaona, yani kwa ile nikijifuta, nikinawa uso najifutia huku sasa kwenye mikono. Baada pale wale nesi walikuwa wanafanya kazi zao pale. Baada hapo akanichukua mama mmoja akanipeleka kwenda kuniosha na Musaline water hizi drip. Ameniosha pale nakumbuka na chupa 4. So akaona naona fresh. Hapo vipi? Nikamwambia poa. Akaneka kwenye mashine, akamwambia hey, namba ngapi? Nikamuonyesha, akajua
fresh, unaona bana. Akanilaza pale, akaniambia basi ulala, kesho utamwona dokta. Asubuhi naamka, nuru imepotea bro, yani hakuna vision tena. So nikakaa pale KCMC kwa muda wa miezi miwili, madaktari wakiwa wanapambana kuangalia namna gani ya kunisolve. Sasa mimi nilikuwa sijajua kama damage imekuwa kubwa ndani ya macho. Kwa pale madaktari wakawa wanaendelea kupambana na ngozi nje na nini. So baadaye daktari mmoja wa macho pale, Dr. Muna, ni daktari mzuri sana, brother wa macho, akaniambia bana, hapa sasa itabidi ukatibue India, manake kuna vifaa ambavyo vinahitajika lakini hapa havipo. Kwa itabidi ukatibiwe India na nini. Niambia sawa, hamna shida. So at that time sikuwa na pesa ya aina yoyote. Kwa hiyo na muda huo marafiki zangu walikuwa washapata taarifa na nini, na watu wakaanza kutengeneza magroup pale na kuomba mchango. So mimi nikamwambia yule daktari, basi mimi naomba nikae hapa hospitali kama wiki nikiwa najaribu kufanya mchakato wa kwenda India. So nikakaa pale wiki. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye nilikutana naye mwezi mmoja nyuma kabla mimi kupata matatizo, ambaye ni mzungu, akawa anakuja pale KCMC na nini kuniangalia. Nikamwambia bana, mimi natakuwa kwenda kutibiwa nje ya nchi, lakini sasa sina uwezo. Na at that time nilikuwa nimefocus kwa South Africa. Maana niliamini kwamba itakuwa bei rahisi. Maana yule daktari alisema katibu India, nikaamini ya South Africa pia ni wako developed kwa masuala ya kiafya, naweza nikapata matibabu. At that time sina idea kwamba nimeharibika kiasi gani. Kwa hiyo hapo tayari miezi miwili vision huoni chochote. Hapo sio chochote bro. Hapo uso unawasha vibaya kabisa. Yule mzungu akaniambia basi haina shida, mimi nitaangalia cha kufanya. Alikuwa na safari actually, alienda Nairobi kuonana na rafiki yake, nadhani alimuelezea. So kwa bahati nzuri rafiki yake aliyekutana naye Nairobi ni mkurugenzi wa kampuni moja inaitwa Pathfinder I think, ambayo wao wanadili na kupeleka wagonjwa India. Kwa akamuelezea kuhusu scenario yangu. Yule mama akamwambia mbona hiyo India ni chap tu wanamtibu, wala siangaike South Africa, hapo ni faster. Kwa yule rafiki yangu akaniambia basi mimi nitakulipia hizo gharama. Kwa sisi wote pale tulikuwa tunajua tutaenda India, itachukua mwezi mmoja au miwili tutarudi, unaona bana. Huku michango ilikuwa inaendelea. At that time nilikuwa najua nikienda India gharama zitakuwa kama milioni 30. Kwa zile media zilipokuja kunioji na nini, nikamwambia mimi naomba bana mchango wa kama nakumbuka ni milioni 30 niliongelea, nikatibiwe baada ya miezi 3 nitarudi na nini. Kumbe ni tofauti kabisa na uhalisia uliopo. Niliomba michango na nashukuru kwa Tanzania wenye ukarimu na utu na uzalendo walinichangia, na Mwenyezi Mungu awabariki, lakini haikufikia pesa ambayo ilikuwa inahitajika kule. Na nakumbuka nilio reach out baadhi ya bloggers ambao wana fan base kubwa, kuwaomba wanipost kwenye page zao ili niweze kupata michango. Wengine walikataa, wakaniambia bana, unajua ushapostiwa na Mange Kimambi, itawa brand yetu. Wengine wakaniambia tutakusaidia, lakini wakanikataa, unaona. Kwa mwisho siku nikaa nimekosa support kubwa. So nikamueleza yule rafiki yangu mzungu, akaniambia hamna shida, mimi nitapambana as best as I can. Akaandaa link ya GoFund, akanichangishia kule na nini. So mwisho siku nikafanikiwa kwenda India. Lakini nilipofanikiwa kwenda India, huku nyuma nikawa nimeacha kesi ambao nilikuwa nimemfungulia sasa huyo bwana Noeli Omar Kipesha, ambaye ndo alikuwa ameongea maneno, ndo nilikuwa na shida naye at that time. Na kitu gani ambacho kilikuaminisha kwamba yeye ndiye ambaye amefanya hivyo? Kitu ambacho mimi kiliniaminisha bro, ni swali zuri sana umeniuliza, nileke clear. At that time mimi sikuwa na ugomvi na mtu yoyote, na pia maneno aliyokuwa anayaongea na ndio kilichofanyika. You can imagine bro, mtu anakuambia nitakuharibu sura, nitakulaza kitandani miaka 2, and then wiki inayofuata wewe unamwaga tindikali ya usoni, sijui unaelewa. Alafu na yeye alihama pale alipokuwa anakaa baada ya tukio alikimbia. Alikuja kupatikana baadaye kama baada ya mwezi, sijui miezi 2, unaona bana. Kwa mwisho siku mimi ilibidi nikae nifikirie kwamba nani amenifanyia ile tukio. Kabla hata mimi kuongea na mapolisi kumtaja, nilifikiria sana, niliumiza kichwa. And then mwisho siku
washikaji zangu walikuwa wananiletea taarifa na nini, na mimi pia kumbuka kwenye message ya mali niambia angalia maneno yako yatakukost. Unaona bana, sema nilifuta zile message za WhatsApp, nilifuta zote. Kwa hiyo mimi nikaona hakuna mtu yote ambaye anaweza kufanya tofauti, maana yake tofauti na ujamaa ndo tulikuwa tuna shida, ndo mimi nilimjibu ovyo na alikuwa anataka niwe mwanaume wake, sio, unanielewa? Kwa ile kumkataa kwamba watu sasa walikuwa wananiheshimu, sasa hivi washajua siri zangu, mimi ni mtu ana gani, heshima tena ipo, unaona? Kwa jamaa akawa anachuki. Kwa pale mimi sikuwa na mtu mwingine yote wa kumsuspect bro. Unaona, ndio maana nikasema ni yeye. Nataka nifahamu polisi ilikuwaje? Polisi walikuja wakachukua maelezo yangu, nikawapa maelezo, wakachukua maelezo na kwa mashahidi zangu, basi wakaniambia tutalifanyia kazi. Unaona, baada hapo mimi nikaa sasa ndo hali inazidi kuwa mbaya, ikabidi sasa ndo niende India. Kumbuka polisi walikuja kumkamata jamaa mwezi wa pili baada ya tukio. Na walipokuja kumkamata waliniambia siku bana, kesho inabidi ndugu zako waje, Alhamisi tunaenda mahakamani. Alhamisi siku imefika, nikamwambia ndugu zangu hakuna kesi yote mahakamani. Kwa ndugu zangu walienda mahakamani kutamna kesi. Hakukuwa na kesi. Yaani hata faili alikufika huko. Kwa muda huo mimi nikaa nawaza sasa tukupambania afya yangu nafanyaje. So nilipokuja kwenda India, nilitibiwa kwenye hospitali moja inaitwa Apollo. Apollo inafahamika sana, iko Hyderabad. Hyderabad pale. Apollo haikuwa hospitali ya macho pase, ila ni hospitali ambayo ina department nyingi. Kwa wale Apollo bana wakaniambia sisi tunaweza tukasolve ile tatizo lako, ukaona. Kwa nakumbuka akanifanyia surgery, nadhani zilikuwa kama 4 construction surgery za kuweka kutoa nyama, kukata, kutoa nyama kwenye paja, kuneka usoni, kutoa nyama mdomoni, kunekea kwenye macho hivyo. Wakanekea pale na nini sikumbuki, kuna kitu alinekea kwenye macho. Zile surgery zote za kwenye macho zilifeli. Hakuna hata moja ilikuwa successful. So nikakaa pale kama miezi 6. Mwisho siku target kubwa ilikuwa ni macho. Sasa sioni. Unaona, yule daktari wangu wa macho alikuwa anaitwa Rajesh Fogla, akaniambia bana, hapa inabidi urudi kwenu Afrika, then baada ya miezi kadhaa ndo uje na usirudi hapa kwenye hospitali yetu, tafute hospitali nyingine. Nikamwambia sasa mimi hamna hospitali najua. Akaniambia nitakuconnect na hospitali moja iko Uingereza ambayo my colleagues wanafanya kazi kule. Kuna hospitali nyingine iko China ambayo ni kusini mwa India as well. Kuna makolegi wangu wako kule wanaweza wakafanya hii kazi. Nikamwambia sawa, mimi I'm looking forward to it. Akaniambia so sasa hivi nitakachukua nitatumia reports zako. Kwa ikabidi nifanye MRI pale, reports wakachukua vipimo vya MRI, wakachukua reports zote wakatuma kule China. Kule Uingereza sikumwambia tu maana cost ilikuwa iko juu. So alipotuma China, wale madaktari walimjibu wakamwambia tunaweza ku restore his vision, na pia construction surgery imeikosea, kwa hiyo inabidi akija huku tuanze upya. So akaniambia, nikamwambia yule daktari basi mimi siwezi kurudi Tanzania at this time, naomba mnipe transfer. So akanifanyia mpango, nikamove tena kutoka Hyderabad nikaenda Chennai ambapo ndo huko kusini mwa India. Huko nilipoenda nikaenda kwenye hospitali inaitwa Sankaranath Relay, ambao ndo the best eye hospital kwenye bara la Asia, wanasifika. Na I have a right to say so, maana pale ndo nilipofanikiwa kupata nuru. So wale madaktari wakanicheki, sasa unajua mimi nilikuwa tayari na hofu, maana watu walikuwa wanaamini Apollo is the best hospital. Kwa kama Apollo wameshindwa, mimi nakuaje huku, yani nitapata nuru kweli? At this time sioni chochote. Kwa nilikuwa na hofu kubwa sana. So nimefika pale, wale madaktari wakaja wakanicheki. Ni wamama, very professional. So unajua ile wasiwasi, nauliza nitaona nini sasa, hiyo jicho langu mimi macho yalikuwa yamefunga sasa kama vidonda at that time. Nikamwambia nitaona sasa hiyo eyelids zimekuwa burn off na nini. Sielewi, yani jicho halieleweki. Wakacheka tu, wakaniambia utaona, usijali utaona. Wakanifanyia scan pale za macho, wakaangalia kwenye kompyuta, akaona macho yako sawa kabisa. Unaona bana. Wakasema sasa kuna vifaa maalum ambavyo itabidi tu restore kwenye jicho lako ili vikuwezeshe kuona. Sasa hivi vifaa itabidi tuagize
of course tunaviagizaga USA, kwa itabidi usubiri miezi miwili, then baada ya hapo vikija ndo tutafanya hii surgery. Kaambia poa. So at the time nikawa nasubiri, nikaenda kwenye hospitali ya Apollo tena pale China. Nikaenda kufanya surgery ya ku remove keloids. Maana keloids zilikuwa nyingi sana usoni. Kwa waka remove keloids pale. Kwanza waliniambia bana keloids ni complicated. Waga zikiwa removed zinarudi after sometimes. Keloids ndo kama hizi sasa huko kwenye mikono hizi. Kwa wakaambia tutakachofanya tuta remove and then tutapiga mionzi. Alafu tutaona kama zitarudi tena, then tutaendelea na nyingine. Kwa nilikuwa na keloids hapa hivi ambayo imetoka hapa ilikuja hadi huku, afu na kuna ya hapa hivi, afu hii waliacha hii na hii moja hapo, maana walikuwa wanafanya kama majaribio. So ilikuwa nadhani dola 4,000 kuzimove. Kwa wakazitoa keloids zote wakanipiga na mionzi. So wakaniambia hapo kama baada ya miezi 6 hivi usubiri, unaona, then uje kama zitakuwa zimeota fresh, kama zisipokuwa hazijaota tutaendelea na hii nyingine. So nikasubiri miezi miwili. Hapo niko India, sikurudi kabisa Tanzania. Kwa nikasubiri miezi miwili kama imefika, vile vifaa vikawa vimechelewa. Madaktari wakasema unajua sasa hivi kuna vita ya Ukraine na Russia, kipindi ndo imeanza. Kwa hiyo vifaa vimedelay, kwa hiyo inabidi usubiri. Mimi nikaendelea kuwa na subra na nini. Ikachukua miezi nadhani 3 vile vifaa vimekuja. Vilivyokuja nakumbuka nilifanywa surgery, ilikuwa Jumamosi. Surgery ambayo ilifanyika kwa masaa 8. So baada ya hapo nimefanywa surgery Jumamosi. Jumapili asubuhi wakaja waka remove bandage zote kwenye uso, then ndo pale nikaanza kuona dunia tena kwa mara nyingine. So kwa kipindi hicho ni mwaka ulikuwa sasa umetimia at that time. Kwa hiyo nilipopata nuru tena pale, I was so excited, nilifurahi sana na matumaini akawa amerudi upya. So walifungua jicho moja, ili jicho lingine wakaniambia hili tutalifungua siku nyingine, lakini kwa sasa hivi tu deal na hili moja. Nadhani wao walikuwa wanajua aina surgery walifanyia. Aina surgery ambayo nilifanywa surgery ambayo inaitwa Boston Keratoplasty Pro 2. Ni surgery ambayo ilikuwa ina miaka 10 from that time. Na ilikuwa ni mpya bado, na duniani watu walikuwa wamefanywa surgery walikuwa watumia na 19, na mimi nilikuwa ni 120. Ni waga wana keep records za wagonjwa wao, kwa sababu ni surgery ambayo inahitaji maintenance. So baada ya kuona nilikaa tena pale, kama baada ya mwezi nikaingia tena theater, nikafanya tena surgery nyingine. Kwa hiyo nakuja kurudi Tanzania nilikuwa nishafanywa kama surgery 4 tena kwenye ile jicho. Nadhani walikuwa wanapambana ku plant hizo tissue na nini. Bado hapo vision ilikuwa bado haija clear, lakini nilikuwa naona fresh. So nikarudi Tanzania. Nakumbuka nilirudi Tanzania ilikuwa ni mwezi wa 3, sijui 3 kama sikosei, wa 3 4. Nikaja nikafanya interview na nini, nikaelezea scenario nzima ilivyokuwa. At this time kulikuwa na scandals nyingi kwamba nimemwagiwa tindikali, sijui nilifumaniwa na mke wa mtu na nimesikia hizo story pia. Kitu ambacho so far kilikuwa na ukweli, ni kwamba watu walikuwa wanajaribu yani kuassume kutokana na labda mtu anafanyaje tukio kubwa kama ile, alafu picha zangu zilikuwa zinasambaa, watu walikuwa na comment kijana alivyo smart hivi na nini, good looking, hapa itakuwa ni mapenzi tu na nini. Unajua Tanzania, kwa watu wakasambaa sana na upepo, wakaamini hivyo. Pale KSMC nilipigwa picha alipiga rafiki yangu, na sidhani kama alipiga kwa nia mbaya. Alipiga rafiki yangu ile picha, nadhani kwenye kutumia watu, ikakutana na watesi maadui, then ikapostiwa kwa Mange Kimambi, and then sasa watu wakaflow na upepo huo. Okay. At that time mimi sikuwa nimeelezea chochote kwenye media kuhusu jamaa, na niliambiwa nisiongee kwanza until jeshi la polisi litakapofanya uchunguzi nani. Kwa niliheshimu mamlaka, and then hivyo sasa nimerudi, nataka sasa kujua kesi yangu imeendaje. Narudi tena kule polisi, imekuaje? Wananiambia bana, hapa hakuna kesi. Nikamwambia yule mpelelezi wangu anaitwa Rama, kwa Moshi mjini pale. Nikamwambia kunaje kesi Rama? Akaambia bana, maelezo leo shesh na nini. So nilifanya interview na Clouds. Of the interview of the mic, wale watu pale Clouds walimpigia mkuu wa mkoa wa Moshi Babu.
Wakamwambia bwana, kuna kijana wako kapata tatizo hili na hili, unafahamu? Akasema mimi sifahamu. Basi aje Moshi anione. Kwa mimi nikarudi Moshi, nikaona na mzee yule, nikamuelezea scenario nzima. Kaniambia inakuaje, amna kesi, kwa tatizo lipo. Alimpigia simu RPC pale, nani watu kibao pale wakaja, na hao watu wa ofisi za kuendesha mamlaka hapa Moshi. Wakamwambia sasa, nimemsikiliza ukijana vizuri kabisa, RPC hebu msikilize tena. Nikamuelezea RPC. Mkuu wa mkoa alinisaidia, alikuwa amenyoka sana. Akamwambia sasa, RPC, ushahidi gani ambao mnahitaji hapo? Mlitaka jamaa shike plate number za pikipiki akati amemwagwa tindikali aone, na tayari suspect wa kwanza shamtaja, mnaweza mkaanza naye kumhoji tu kwanza. Na mashahidi wapo. Mtu anakuambia nitakuharibu sura afu unakuja kumharibiwa sura nini? Yani kipi unachotafuta hapo? Akasema mimi nimekasirika, natamani Magufuli angekuepo, vile kipumbavu kama hivi visingekuwa vinaendelea. Mimi huko Same napajua, nimefungia NGO 2 zilikuwa zinafundisha watoto ushoga. Ili swala hebu kalianzisheni upya. RPC nakukabidhi kijana. Kwa RPC akanichukua akanipeleka kwa ofisi sasa ya huyu watu wa kuendesha mashtaka. Nikacheki kweli pale maelezo yangu, sikuelewa vitu vilivyokuwa vimeandikwa pale. Mwisho wa siku kabisa tuanze kuandika statement upya. Nikaandika statement yangu upya. Yule rafiki yangu Steven alikuwa sharudi Ujerumani at that time. Kwa hiyo nikamwambia bana Steven, hapa wewe ndio shahidi namba 1, hebu andika statement zako alafu tuma. Akaambia sasa hapa ninachofanya mimi nitaziandika, nitaskani, mimi nitatuma. Nikamuuliza yule RCO, akasema inawezekana. So akaandika, akaskani, akatuma na picha. Nitaelezea kwa nini tuma picha zile. So RPC zikafika pale kwa RCO, mimi nikazipeleka kwa RCO, na yule daktari ambaye ni Arnold pale tulikuwa tunakana jirani yangu yule, naye aliandika za kwake. Mashahidi walikuwa wengi ambao walikuwa wanafahamu scenario pale ndani. So mwisho siku mimi kabidi nisome sasa statement ya huyu jamaa huyu Noeli. Huyu jamaa kaandika nini? Sasa unajua partner kwamba alishaongea kwamba ataniharibu sura na nini, tanlaza kitandani imekamili. Hata statement yake ilikuwa imeandikwa vitu vya uongo. Statement alisema kwamba mimi anifahamu wala nijui wala haje kunikopesha hela, na yeye ameoa na mke na watoto, na pia sio shoga, na pia amfahamu huyo Steven wala haje kukaa naye sehemu kunywa pombe. Sasa mimi nilimwambia Steven, huyu jamaa akakaa na kila kitu, lakini mna video zile mkiwa baa, ndio bana, na mna picha. Hizo picha tutazitumia kama ushahidi. Na anasema mimi haje kunikopesha hela. Kama CRDB watakubali kutoa ushahidi, mimi nina nadi CRDB akati anaenda kutoa hizo hela. Unaona bana. Kwa hiyo mimi nilijuaje kama jamaa na hela na ametumia hicho kiasi cha pesa? Unaona, kwa pale kwenye zile statement zake nikazidi kuprove kwamba kuna mtu mwingine, maana zilikuwa zina uongo wote. Yeah. Kwa hiyo list angesema anakufahamu na nini. Alikataa kabisa, akasema na ameoa. Kwa bro amekuja kuoa, mimi niko India. Baadaye ndo ameoa na watu wanatuma picha za harusi bana, jamaa ameoa Zuga, unaelewa ile. Nikasema fresh, tutajua baadaye. Kwa mimi kwa matumaini yangu yote nilikuwa najua kwamba naenda kupata justice 100% kwa sababu mashahidi wapo, kila kitu kilikuwepo. Lakini nimerudi sasa ikawa vice versa. So nilipoangalia statement yake pale na nini, basi yule RCO akasema unajua ili swala tutalipambania liende mbele. Fresh. Kwa mimi nikaa nafuatilia. Naenda pale na wasumbua na nini. Tena hapo bado mgonjwa hata sijarecover, naenda na wasumbua. Kama bana ili faili lako ili tutahakikisha linaenda Dodoma kwa DPP ili aweze kutoa maamuzi ya mwisho kuhusu kesi. Kaambia fresh. Sasa mahali ambapo ninaona kuna mchezo, nikirudi kufuatilia, maki nilikuwa na mwanasheria wangu naye akaeleweki. Nikirudi kufuatilia, wale mapolisi wanaambia sasa unajua bana, usimfikirie tu jamaa, ushawaza labda watu wengine, ukawaza watu wengine unaweza kutoa nafikiria huyu jamaa lakini sio. Mimi nilimwambia kitu kimoja RCO, nikamwambia mimi namleta huyu jamaa kwenu, sijakurupuka, sijamsingizia. Kuna mashahidi ambao mashahidi si kwamba ni mashahidi nimewanunua au ni wa uongo. Ni mashahidi wa ukweli na wana ushahidi mzima, na hao walikuwa wanaletea mimi maneno tofauti na kwamba jamaa kwenye message alinitishia
lakini hata walikuwa wananiambia wake walikuwa pia wanatoka naye. Alafu mwisho wa siku mimi nikianza kufikiria wengine, ina maana itabidi mimi niumize kichwa kuangalia watu nilikuwa wanatofautiana nao miaka ya nyuma. Mimi nitakuletea watu wangapi hapa? Nikileta watu wengi mwisho wa siku nitaonekana sijui yale nifanye ile tukio na hisi na bahatisha, si ndio? Ina maana mwisho wa siku hakutakuwa na nguvu yoyote. Kwenye hii kesi nitaonekana bana mimi nabahatisha, sijui mtu ambaye amenifanyia tukio. Kwa hiyo mimi nakomana huyu hapa, kama sio yeye basi mwisho wa siku atafungua mashtaka kwamba nimemchafua. Lakini mimi siwezi nikafikiria nje ya box tofauti na huyu jamaa. 100% mimi nakomana huyu jamaa. Akamwambia basi poa, basi tusubiri file limeenda kwa DPP. Bro, hapo nilikaa miezi 8, nimeenda India mara kibao, nimerudi kwa DPP fuatilia. Nikasema anyway, hapa mambo yashakuwa mengi, ngoja mimi nitafute msaada upande wa pili. So nikaenda kuomba msaada kwa haki za binadamu, shirika la haki za binadamu. Wakaambia basi hebu sisi tucheki na DPP kwanza kabla hatujafanya nani maamuzi. Wakacheki na DPP, wakatafuta, akaomba appointment, wakaambia sasa inabidi uje. Kwa mimi nikatoka huku hadi Dodoma kwenda kwa DPP. Nikaona na DPP live kabisa ofisini kwake, tukazungumza, nikamuelezea. Unfortunately ile file ilikuwa haijafika kwa DPP mezani kwake, lakini ilikuwa liko pale ofisini. Okay. Na ilikuwa la miezi 8. Sijui anaelewa, halijafikia kwake. Liko pale. Akapigia simu kwa kazi wake, vipi kuna file la mtu? Akasema bana lipo na nini, mbona halijanifikia? Wakaongea pale hivyo. DPP akamwambia basi nenda, mimi nitakupa mrejesho. Akasema poa. Kwa mimi nikaamini liko sehemu salama hapa akinapatikana. So nikasepa, niliposepa nikakaa mwezi wa kwanza sipati mrejesho. Wa pili nikamcheki, sikumcheki DPP direct, nikamcheki yule mzee wale ni connect na DPP wale haki za binadamu. Baadaye jibu alilopewa ni kwamba bana kesi ina ushahidi wa kutosha, tutafanya uchunguzi. Unaona, so from there kila kitu kimeishia pale. Kwa mpaka hadi sasa hivi tunapoongea ni miaka 3 imepita. Kesi haikuwahi kufika mahakamani kabisa. Hata DPP mwenyewe hakuwahi kutoa kauli ya mwisho. Wanachosema ni kwamba kesi haina ushahidi wa kutosha. Sasa I fail to understand, haina ushahidi wa kutosha kivipi wakati kila kitu kimejielezea pale na mashahidi wapo. Unaona bana. Kwa nikasema anyway, Mungu ndo anayejua kila kitu, bana ndo muamuzi wa mwisho. Ila nilisema nahitaji kufanya interview moja na Watanzania walionichengea waweze kupata update nini kinaendelea. Maana kwa kipindi chote hichi nilikuwa sijafanya interview na media yote kwa kipindi chote cha miaka 3. Nilikuwa napambana vita kimya. Watu wengi wanaweza kujua kwamba labda mimi nilipona kabisa, niko fresh naendelea na majukumu. Lakini kitu ambacho Watanzania wafahamu ni kwamba surgery yangu ambayo nilikuwa naifanya ni surgery ambayo inahitaji kufanywa maintenance. Na maintenance inafanywaje? Nimewekewa artificial tissues ambazo ziko planted, ambazo hizo tissue zina overgrow, zinafunika cornea, kwa hiyo ninashindwa kupata nuru. So ili niweze kuona lazima nirudi India nifanywe surgery kuziremove then nione. Kwa hiyo kwa kipindi chote hicho tokea nilipofanya surgery ya kwanza kuona hadi leo tunapozungumza na wewe, muda ambao nimekaa muda mrefu bila kwenda hospitali miezi 4. Nakumbuka tena hizi nilipokuwa nafanya India. Na kama miezi 4 tissue zinaota narudi India. So mpaka sasa hivi tunapozungumza nawe ni kwamba maisha yangu kwenye upande wa nuru yamebadilika. Yaani nisipokuwa na hela ina maana sipati kuona tena. Na si kwamba jicho alioni, jicho laona nilizima kabisa, lakini kutoa hizo tissue ndo gharama. Kwa sasa hivi hapo unaona uone? Sasa hivi mimi hapa sioni. Sasa hivi hapa na miezi 2 sioni object yote, yani mimi naona vivuli na nini. Na last time nilienda Nairobi wakanichoma sindano ya conjunctive revision ambayo waliniambia hii itazuia hizo tissue kugrow. Lakini tissue sasa hivi hatuwezi sisi kuzitoa, maana ziko ndani nyingi sana, kwa hiyo inabidi urudi India kwa daktari wako ndo akazitoa hizo tissue. So kwa hichi kipindi cha miaka 3 nimetumia gharama nyingi sana bro za kwenye matibabu. Nimetumia sio chini ya milioni 500. Mwaka mzima nilokaa India nilitumia zaidi ya milioni 250. Nimesharudi India mara 4 kwenye kufanya hizo removing tissues, ambapo kila nilikuwa nikirudi
natumia sio chini ya milioni 20, na sometimes inazidi kutokana na wanakutana na complication, wanakubalishia madawa nafanyaje, sijui unaelewa. Na bado nilikuwa pia nikienda Nairobi pia ku remove his tissue, lakini Nairobi hawana vifaa ambavyo ni more advanced, kwa walikuwa wanatoa tissue na kama miezi miwili unarudi. Kwa kote hizi ni gharama ambazo zimetumika, na hizi gharama zote zimetoka kwa watu binafsi, marafiki na watu wa karibu ambao mimi nafahamiana nao kwa muda mrefu, na sio watu wengi, ni watu wachache. So hadi sasa hivi imefika time kwamba wenyewe pia wana mambo yao na wana majukumu yao wanaendelea. Kwa hiyo sasa imefika time nikasema nijaribu kurudi kwa Tanzania kuomba msaada wa kusaidika, kama nitaweza kufanikiwa niweze kurudi tena India kufanya surgery. Kwa sasa hivi hapo unahitaji msaada wa kiasi gani pekee? Sasa hivi nahitaji milioni 20 iniwezeshe mimi kuweza kurudi India kufanya surgery. Maana nishaongea na daktari wangu akanipa na estimation cost na gharama ambazo zitakuwa fixed kwa ajili ya ku remove this tissue. Ndio maana nikasema nizungumze na Watanzania kuomba msaada, kama nitafanikiwa kupata milioni 20 nirudi nikafanye surgery nika remove the tissue. Ni surgery ambayo ni alisali moja, wanakufanyia surgery siku hiyo na siku hiyo unaona unaendelea na mambo yako. Kwa mara kwanza ulisema kwamba ulivyoenda kufanywa matibabu hapo hospitali ya pili India, walikupo jicho moja ndio liko linaona, wakwambia lingine litaona. Kwa sasa baada ya kupata ile vision au kufanya utaratibu wa jicho la pili au jicho la pili mpaka sasa linalegea? Sasa unajua hadi sasa hivi napambana na jicho moja ku maintain. Okay. Kwa hiyo tukisema tunakuja kwenye jicho la pili, na maana naweza nikamaliza nusu ya maisha yangu kwenye kutibu macho, unaelewa. Kwa hiyo wao waliniambia ile jicho la pili, mara mwisho waliniambia ile jicho la pili inabidi tusubiri for 10 to 15 years ndio tuje operate. Kwa sasa hivi tu deal na ile moja. So kwa hadi sasa hivi huu ni mwaka wa 3, so napambana na ile jicho moja. Mimi naamini ipo siku tu unite itaisha na vitu vyote vitaisha. Pengine tutataka kutumia chochote. Namba ya simu pengine tutaweka hapo pia. Mimi natumia namba yangu ya Vodacom 0764 510 774. Tariq Kipemba ndo namba ambayo mimi naitumia. Kwa yote ambaye atapenda kunichangia mimi nitashukuru, na ndo namba ambayo napokea michango. By that time unapata changamoto Tariq? Ulikuwa kwenye mahusiano? Hapana, that time mimi nilikuwa off from the breakup na ex wangu I think kama miezi 3 nyuma hivi. Kwa hiyo sikuwa kwenye mahusiano yoyote kipindi hicho bro. Sababu ningetaka kujua pengine maisha baada ya hapo, mahusiano yako yako vipi? Je, sasa hivi una assistant yote pengine kukusaidia majukumu kama hivyo uone na no? Sasa hivi mimi na cousin brothers ambao nakaa nao, na kipindi kama hichi kitokea itilafu kama hii ndo wao wananisaidia na nini. Okay. Imani yako juu ya watu sasa hivi iko vipi? Juu ya binadamu? Sasa swali zuri sana ile bro. Unajua kuna kitu kimoja ambacho mimi nime-experience in a very hard way. Mimi nadhani katika kuwa nilikuwa nasikiaga bana kuhusu marafiki, watu wa karibu, binadamu, sikuelewa. Mimi naweza nikakwambia kitu kimoja bro, matatizo yangu yote unayoona, all the scandals na changamoto ambazo nimekutana nazo, hakuna watu baki ambao wamenisababishia matatizo. Ni people I know, friends, watu ambao nafahamiana nao, ambao niko nao kwenye cycle, ndio watu ambao wamesababisha matatizo yote haya. Huyu jamaa ananimwagia tindikali, tulimpokea kama jirani na kama rafiki, sijui anaelewa vizuri, lakini nyuma ya pazia tukujua ni mtu yukoje na ana agenda gani. Unaona, mwisho siku kaniingiza kwenye matatizo kama haya. Emmanuel ambaye kwenye interview ile tulifanyaga kwanza kabisa ile Mila Delfanya, aliojiwa pale kwenye chumba changu, mimi nilikuwa sipo, yeye alikuwa yuko pale on my behalf, na yeye tulitegemea atakuwa shahidi yetu mwingine wa 4, lakini mwisho siku yeye alitukataa, akabaki na upande wa Noel yule alionimwagia tindikali, na yeye ndo alimsaidia kuvihamisha vitu pale. Noel alipokimbia ndo alimsaidia kuvihamisha vile vitu, kumhamisha Upareni huko. Unaona bana, ni mtu ambaye kila kitu alikuwa anatutegemea sisi, na yeye tulimpokea pia kama rafiki kutoka Dar.
watu ambao walikuwa wanaongea sijui wake za watu ni washikaji, ni marafiki ambao wanafahamu. Unaona bana, aliyenipiga picha mimi ni rafiki yangu kupiga kwa niamba, lakini waliotumiwa hao alitumia marafiki, lakini wao marafiki kuna mmoja akafikisha kwa Mange Kimambi. Kwa hiyo watu wa karibu siku zote ndio maadui zetu wakubwa sana, na hadi sasa hivi mimi bado napitia changamoto ya kuzengwana na watu wa karibu. Unajua nakaa na washikaji sometimes, lakini unajua kuna ile sio ukishapata shida watu wanataka kukumiliki, kucontrol na nini na nini. Kwa situation kama hizi mimi nimegombana na watu wengi sana. Kwa marafiki ambao nimebaki na washikaji wachache ambao wanajitambua na tunaheshimiana sana, lakini wengine wote mimi na wao tumezenguana. Kwa hiyo bro, kwa mimi ninavyoelewa kwanza ni binadamu sio wote, taliongelea ile swala sio wote. Binadamu wengi wana akili fupi sana, kwa sababu wanashindwa kuelewa kesho ikoje. Unajua ukweli ni kwamba bro, sisi ya maisha tunapita, unaelewa bana, na hivi vita ya maisha kila mmoja atashindwa. Atashinda Mungu tu, nikimaanisha kwamba kila kiumbe yani kitaonja mauti. Unaona bana, kwa ufanye mtu ubaya usimfanyie mtu ubaya utakufa. Kwa unaweza ukafanya ubaya ukahisi umemkomoa mtu, nafsi karizika, lakini kumbuka kesho na kikombe chako kitakuja. Unaona bana, kwa hakuna mshindi. Kwa mwisho siku ni watu wanajiongopea tu. Kwa hiyo na pia sometimes ukirefaa hata kwenye vitabu vitakatifu na nini, mfano kipindi Mwenyezi Mungu anaumba dunia alivyokuwa na Adam na Hawa, Abel na nani yule Kaini na Abel. Unaona walikuwa wanne tu kwenye dunia, lakini mtu na kaka yake tu mmoja akamuua mwenzake mapema tu kabla hata dunia ijana mambo mengi. Kwa ukiangalia binadamu nature ya ukatili na nini yani ipo kwenye baadhi ya wanadamu. Mfano ukapewa ni kitu ambacho ni impossible, but najaribu kidogo ni maswali ya kinaniliu. Lisali moja nyuma kabla ya tukio kutokea, nini ambacho ungebadilisha kwenye maisha yako? Being kind and social. I think nimekuja kujifunza kitu kimoja, ukiwa mwema sana alafu na uko friend of everybody, like kila mtu unamchukulia poa, unaongea nao vizuri, ni changamoto. Unajua jamii siku zote ziko backward, jamii zote za Tanzania ziko backward. Unajua kuna watu wanaonekana wanaringa wanajisikia, lakini ukichunguza wana protect their peace bro. Ukiwa mtu kind wa kila mtu it's crazy. Unajua kama kuna kitu kimoja kama ume note kuhusu binadamu, ukiwa mwema kwa binadamu ndo anakufanyia ubaya. Unaona bana, mimi have been kind to people, afu mwisho siku ndo hivyo unakuwa mbaya, watu wanakuongelea maneno mabaya, wanakufanyaje na nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo yani ile ningepewa huo muda unaoongelea, nadhani ningekuwa kauzo, afu singetaka zoea kabisa na mtu wa mmoja at that time. Leo hii ukapata nafasi ya kukutana alikufanyia hilo tukio, mkakaa kwenye chumba kimoja, nini ambacho ungemwambia? Maisha ni vita bro, you understand? Kwa hiyo mimi kama mwanadamu ambaye nimeumbwa kwa nyama na damu, I think sasa hapo sijui kitakachotokea bro, sijui, lakini nadhani mwisho utakuwa mbaya, alafu mwisho siku tutamwacha Mungu ahukumu tu viumbe vyake. Unaamini kwenye kusamehe? Naamini katika kusamehe, lakini pia kuwepo na mazingira ambayo yana haki. Unajua mimi nitasamehe endapo huyu jamaa atakiri kila kitu, you understand, na pia nitakapoona sasa haki inafanyika, si kwamba yakifungwa labda mimi nitarudisha nilipoteza, lakini kuna mazingira yakifanyika ya fair and square, basi na mimi nitaona basi nimetendwa haki kama mwanadamu. Okay. Lakini pia kusamehe ni process bro, ni process ambazo zinahitaji pia na hekima na busara ya Mwenyezi Mungu ikushikie, ili especially kwa tukio kama hilo. Unajua maisha yangu yamebadilika, ni kwamba shida sio kuona tena, shida sana ni pesa. Na maana kama sasa hivi sina hizo milioni 20 ndo maana niko hivi sioni. Unaona nilikuwa na milioni 20, unakuta sasa hivi
naendelea na majukumu yangu, kwamba kila tissue zikigrow mimi narudi na nafanya surgery, maisha yanaendelea. Okay. Yes, ukikaa peke yako, hamna mtu, uko peke yako kwenye uko chumbani peke yako, no. Nini ambacho unakifikiria zaidi? Kitu kimoja ambacho nakifikiria mara nyingi sana ni kwamba yani nadhani na sijifikiriagi nafsi yangu, nafikiria na wengine ambao hawajapitia mitihani kama hii, kwamba we are not safe. Yani ukishakuwa mwanadamu ambaye you are just walk above the ground, you are not safe. Mimi naamini marehemu tu waliotangulia mbele zake ndio wako salama, lakini sisi ambao tunaishi kwenye dunia na tunapumua, nobody is safe. Nobody is safe kwa sababu tumezungukwa na wanadamu ambao wana roho za tofauti. Yani kuna watu wanaweza kukuchukia kwa jinsi Mungu alivyokuumba, kuna watu wanaweza kukuchukia kwa ajili ya mafanikio, kuna watu wanaweza kukuchukia kwa ajili ya unavyojitambua, kuna watu wanaweza kukuchukia for no reason. Unanielewa? Na watu wanakuwa ni watu wa karibu, na chuki zimejificha kwenye tabasamu na sura zao za furaha na nini. Kwa unaweza kuona uko peace na kila mtu, lakini kumbe they are not peace with you. Mimi naamini kwamba we are not safe at all, na pia katika mtihani niliopitia nimeamini kwamba muda wote maisha yanaweza ka change na ukarudi kwa Muumba wako. Swali langu la mwisho. Naam. Nini kinakupa furaha kwa sasa? Najifariji mwenyewe kwa kitu kimoja, kwamba najua ipo siku sitakuwa kwenye uso wa hii dunia tena. Unaelewa? Na pia naamini kwamba kuishi ni kama bahati, you know. Haimaanishi pia kwamba kufa ni bahati mbaya, ila pia kuishi ni kama bahati, alafu ni maisha ambayo yana muda hapa duniani. Kwa hiyo furaha ni kwamba naamini anyway na muombaga Mwenyezi Mungu, alafu naamini kwamba mimi si wa kwanza kufanywa mitihani, na kuna muda naamini labda I'm chosen one, ama kuna kitu tofauti nacho, kwa sababu huwa nimekuwa nikirifaa kwenye vitabu vitakatifu, mitume na nini. Ni watu ambao wenyewe walipitia mitihani mikubwa sana kutoka kwa watu, au sio bwana? Ukimwangalia Yesu kwa upande wa Kristo, naye alikuwa crucified, you know, na watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, naye alipitia mitihani yake. Kwa watu ambao walikuwa na Mungu ndani yao, you know, walipitia mitihani mingi sana. Unajua kinachonipa imani kubwa ni kwamba mimi naamini kitu kimoja. Naamini katika Mungu sana, na pia naamini kwamba kupitia hii mitihani, nilipitia mitihani kwa sababu moja tu, sababu ya imani ambayo niko nayo katika Mwenyezi Mungu aliyeniumba, na hofu yake. Kwa sababu gani bro? Watu kibao wanakula wanaume bro sasa hivi. Maisha yamechange, ndio bana, and they are comfortable na hiyo lifestyle, lakini si kwamba mimi ni mkamilifu, no, mimi naweza kana mapungufu yangu mengi tu kibinadamu, lakini sio kila dhambi ufanye. Unanielewa? Mimi nilikuwa namwambia hata Mwenyezi Mungu kwenye maisha yangu yote mimi siwezi kuja kufanya hicho kitendo. Mimi nilikuwa nakutana na hizo changamoto sana tu, si kwamba ni jamaa wa kwanza mimi kuniletea hizo mambo. Nilikuwa nakutana nazo sana, lakini ni watu mnakutana huko kwenye mitandao huko mjini zinaishia huko. Leo jamaa mimi na yeye tulikuwa tunaishi sehemu moja pale na nini, na sijui wao alienda deep kunifanyia kitu kama hichi. Kwa hiyo kipindi kile pia nilikuwa natumia crisis zangu, au sio bwana? Kwa nilikuwa napenda mteremko nini, nilivyoona ile milioni 60 yule jamaa nikasema poa, mimi ngoja niruke na umwamba, si ndio bwana? Ile mambo yangu end at that time, lakini imani yangu protect your value. Exactly. It's not a respect if you lose a respect to get it. Because sometimes inabidi vitu vingine uviachane navyo. Alafu pia imani yangu katika Mwenyezi Mungu ni kwamba siwezi kufanya hichi kitu. Naweza nikafanya watu wasijue, ikawa siri, lakini haiwezi kuwa siri kwenye Mwenyezi Mungu, haiwezi kuwa siri katika ardhi hii na utembea, haiwezi kuwa siri kwenye mbingu. Kwa mwisho siku nitakuwa nimeingia kwenye ushetani ambao utaacha talaana kwenye vizazi vyangu, na alafu pia mimi mwenyewe nitakuwa natembea na roho za ovyo. Kwa ile hofu yangu katika Mwenyezi Mungu ndio ilinifanya nikataa hivi vitu, and then kwenye kukataa then nikapata punishment kama hii. Kwa hiyo mimi naona ni kadari za Mwenyezi Mungu, and so kwa so issue tu, mwisho siku wa Mwenyezi Mungu ndo ataamua. Okay. Yeah. Sawa, nashukuru sana kwa time yako Tariq. Karibu sana bro. Nashukuru sana. Bado tumezungumza na Tariq hapa, ameeleza kitu ambacho anakihitaji kwa sasa, inabidi akafanywe maintenance hapo, anahitaji milioni 20. Hapo Tanzania na wasio wa Tanzania, Swahili speakers ni watu ambao
mna moyo sana, so kama tulimwezesha kwa namna fulani kwenda mara ya kwanza, basi this time around pia anahitaji nafasi hiyo ya kwenda kupata vision kidogo na aweze kuona. Mimi ni Ricky behind the camera, KB Pixel, ambaye amesababisha sisi kuonekana hapa. Bye bye.